Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika. Mwanzoni, siasa za upinzani barani Afrika zilitazamiwa kuwa za kuleta matumaini ya kugeuza nchi kuwa sehemu ya majadiliano ya kitaifa, kuwashirikisha raia wote, kuwajibikisha walio madarakani na kuwa sauti inayosimamia masuala ya uwazi, haki na uongozi bora, na hivyo kufanya taifa kuwa la kidemokrasia. Kwa sasa tumaini hili limegeuka kuwa mchezo wa hatari kwa namna serikali inavyoshughulikia wapinzani wake barani Afrika, kama anavyosema Daktari Pavel Okoth, mhadhiri wa chuo kikuu cha Technical University of Kenya hapa Nairobi. Kazi ya upinzani ni kushinikiza uwajibikaji kwa upande wa serikali ili serikali uweze kutekeleza sera zake. Lakini unapata ya kwamba upinzani mkali unaweza kuibua shaka kwa wananchi kuhusu uhalali wa serikali na kupunguza imani ya umma. Ikiwa serikali inashughulikia upinzani kwa njia ya mazungumzo na ushirikiano, inaweza kuimarisha demokrasia. Ila ikiwa serikali inakandamiza upinzani, inaweza kudhoofisha utulivu wa kisiasa na wa kijamii. Wanasiasa wa upinzani, kwa kuogopa kufunguliwa mashtaka makali kama ya uhaini, kufukuzwa katika mataifa yao ama kushambuliwa, wamekuwa wakifanya siasa za upinzani kupitia vyombo vya umma kama madhehebu, sanaa, vitabu vya fasihi vinavyojumuishwa katika mitaala ya elimu ya juu. Sio lazima upinzani uongozwe na chama cha kisiasa pekee, ila vyama vya kisiasa ndio upinzani unaojulikana zaidi, kwa sababu vyama hivyo vina wabunge na viongozi na miundo ya kushinikiza sera mbadala. Lakini kuna pia upinzani wa kiraia, ambapo mashirika za kiraia, mashirika za wafanyikazi ama hata wanaharakati wa kijamii wanaweza shinikiza serikali kwa njia ya maandamano ama kwa njia ya uhamasishaji wa umma. Pia unaweza pata kuna upinzani ambapo vyombo vya habari, watafiti, wanahabari na wachambuzi wa sera wanaweza kuibua hoja zinazopinga ama kukosoa serikali bila kukua kwa chama cha kisiasa. Isitoshe, tunaweza pata kwamba kuna upinzani wa kijamii ambapo makundi yasiyo rasmi yanaweza kuonyesha upinzani kupitia mitandao ya kijamii. Barani Afrika kunayo mataifa yanayogandamiza upinzani kwa kesi za uhaini kama Tanzania, Uganda, Rwanda, Sudan ya Kusini, na kuwafungia vizuizini ili kuwanyima nafasi za kutangamana na wafuasi wao. Hili likiwa kinyume kabisa na mataifa ya Mauritius, Afrika ya Kusini na Botswana, kuliko na siasa za upinzani pasipo na pingamizi kutoka kwa serikali. Mwaka 2008 na 2009 mtawalia, serikali za Kenya na Zimbabwe zilifungua dirisha lingine la kupunguza joto la upinzani kwa kuwashirikisha viongozi wa upinzani na wandani wao kutengeneza serikali mseto. Kumeza upinzani kwa kumjulisha ndani ya serikali unaweza leta faida wa muda mfupi tu, kama kuleta utulivu wa kisiasa, lakini pia una hatari kubwa kwa mfumo wa kidemokrasia, kwa sababu utapunguza uwajibikaji wa serikali na utadhoofisha demokrasia ya nchi. Siasa za upinzani katika mataifa ya Afrika Kaskazini kama Misri, Tunisia na Algeria ni kama hasipo, kufuatia marais wa mataifa hayo kujiwekea mamlaka makubwa yanayonyima vyama pinzani nguvu zozote za kuendeleza kampeni zake. Mataifa ya Somalia na Libya yanayo makundi ya silaha ambayo yanatumika tu kupinga serikali na kutaka kudhibiti maeneo yenye miundombinu muhimu. Mataifa ya Mali, Burkina Faso, Niger, Chad, Guinea, Sudan na Gabon hayana siasa, kwa maana yanaongozwa kijeshi. Gabriel Ingubu, Idhaa ya Kiswahili, Sauti Afrika, Nairobi.